Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe tena. Tunalihubiri neno lake ambalo ndilo ukombozi wa mataifa yote, kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Mwenyezi Mungu wa mbinguni apate kutubariki na kutuongoza katika kulihubiri na kulitangaza neno lake. Neno la Mungu linasema Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe. Hakuna mtu wala kitu kinachomtetea Mwenyezi Mungu. Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe. Ikiwa kwamba tunajua kabisa Mwenyezi Mungu anajitetea mwenyewe, ni yeye ndiye ambaye amekwisha kutuumba na kutuleta katika dunia hii. Na tulipokuwa katika dunia hii tunajua kwamba kabla ya kuokoka tulikuwa katika upande mwingine, ambao kitabu cha Wakolosai sura ya kwanza mstari wa 13 na 14 kinasema kwamba naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia kwamba tulikuwa katika upande wa giza, ambapo katika upande wa giza kiongozi wetu alikuwa Shetani, ambapo huyo Shetani alikuwa anatuongoza katika mizimu na wale pepo wabaya ambao walikuwa wanatupeleka kwenye wizi, matukano, uzinzi na mambo mengine. Hapa tulikuwa tunaongozwa na mifumo mingine. Hivyo basi tunapokuwa tumevutwa kutoka katika ulimwengu wa giza kuja katika nuru, ndipo pale ambapo mashindano mengi huwa yanaanza kuja. Ni kwamba mizimu inakuwa inatufuatilia sana, nguvu za giza zinakuwa zinatufuatilia sana. Hivyo wewe ambaye unakuwa umeokoka, kitu ambacho wanataka kukiona wale ambao wapo katika nguvu za giza, kitu ambacho wanataka ukiona, hawataki kuona wewe unafanikiwa. Hivyo ukoo kama ukoo, kitu cha kwanza utakuwa umeenda wewe kinyume na ukoo, kwa sababu umekwisha kuhamishwa katika ufalme ule wa giza, umepelekwa katika nuru. Hivyo unakuwa umeenda katika misingi mingine ya ukoo. Hivyo watakuwa wameweka vita na wewe moja kwa moja, lazima kuwe kuna uadui. Hivyo watafanya juu chini wapambane kwamba wewe usifanikiwe. Hivyo basi kitu ambacho watakuwa wanashindana nacho sio wewe, watakuwa wanashindana na ile nguvu iliyopo ndani yako, ambapo tunasema kwamba nguvu yako iliyo ndani yako inategemea na wewe umeamini vipi. Kwa sababu pale ambapo wanaanza kufuatilia katika nguvu za giza, wanataka waipime hiyo nguvu iliyo ndani, kwamba je, hiyo nguvu inaweza kashindana na upande huu ambao wewe umekwisha kutoka. Na maana kama imani yako ni ndogo, ndugu, hauwezi ukafanikiwa. Na ndio pale tunakuta kwamba kuna wale watu ambao huwa unakuta wameokoka, wanasema sisi tumeokoka, na ndugu wanasema sawa, sisi tunajua kabisa umeokoka, kumbe wanajua kitu ambacho wanakwisha kukifanya. Hivyo ikiwa kwamba wewe umeokoka, kitu cha kwanza inatakiwa uwe una matokeo ambayo yanaonekana, kwa sababu kwa upande ule mwingine tunaangalia katika nguvu za giza, wanazuia sana usiweze kufanikiwa, kwa sababu kitu ambacho wanakizuia, wanataka kuzuia ukuu wa Mungu, wanataka kuonyesha kwamba Mungu wako wewe hawezi chochote. Hivyo basi kuna wale ambao tayari wamekwisha kufanikiwa kuwafunga watu, wamekwisha kufanikiwa, watu hawaendelei, watu hawazai, watu hawana ndoa. Hivyo wamerelax kabisa wale wachawi. Unakuta kwamba wewe katika ulimwengu wa mwili unalala, unaamka, unakuja unawasalimia kabisa, ndugu, Bwana Yesu asifiwe, wanakuambia amina. Sasa unawaambia Bwana kwa Yesu ni kuzuri, njoneni huku, wanakuambia hata sisi wenyewe tunaona. Kumbe wanajua tayari wewe hamna kitu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo hawa wanasema kama huyu yuko upande wa Mungu, kwa nini tunamfunga? Kama yuko upande wa Mungu, kwa nini hazai? Kama yuko upande wa Mungu, kwa nini hafanikiwi? Kama yuko upande wa Mungu, kwa nini hafanikiwi? Hivyo wanasema tunataka tumuone huyo Mungu wako. Mbona hatumuoni huyo Mungu wako ambao unasema kwamba amekuokoa? Mbona tunakuingia? Hivyo basi kitu ambacho wanakipima sio wewe kuokoka kwako, wanaipima
wanaipima imani, na hiyo imani ndio inakufanya wewe uweze kufanikiwa. Na imani hiyo ni ipi? Ni imani ya Yesu Kristo wa Nazareth aliye hai, ambaye imekwisha kutuletea ujasiri. Hivyo basi, katika hayo yote ya wewe kutokufanikiwa, inatakiwa ujichunguze. Ni kitu gani kinasababisha wewe ufanikiwe? Inatakiwa ujichunguze ni kitu gani. Kwamba wewe umemwomba Mungu lakini bado huzai. Umemwomba Mungu sana lakini una mume. Umemwomba Mungu sana lakini biashara zako haziendi. Unasema kwamba kwa Mungu huku kuna matokeo. Wale wanasema mbona matokeo hayo hatuyaoni? Mbona tunamloga? Hivyo basi, Mwenyezi Mungu anasema ikiwa yeye ni mtetezi, anawatetea na wale ambao wapo katika ufalme wake. Ndio kitu ambacho inatakiwa wachawi wakione, kwamba wewe unatetewa na Bwana. Yaani kwamba wewe hakuna mtu ambaye anaweza akakuletea mchezo wowote, kwa sababu upo na huyo Mungu mwenye nguvu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo basi, tunatambua kuwa Mwenyezi Mungu anajitetea na wala atetewi na kiumbe chochote. Bwana Yesu asifiwe tena. Tukisoma katika kitabu cha Waamuzi sura 21, kitabu cha Waamuzi sura 6 mstari wa 25 mpaka 31, inasema hivi: Ikawa usiku huo Bwana akamwambia, mtwae ng'ombe wa baba yako, yaani ng'ombe wa pili wa miaka 7, ukaiangushe madhabahu ya Baali alionayo baba yako, ukaikate Ashera hiyo karibu nayo, ukamjengee Bwana Mungu wako madhabahu juu ya ngome hii kwa taratibu zake. Ukamtoa yule ng'ombe wa pili na kumtoa awe sadaka ya kuteketezwa kwa kuni zile za Ashera ulioikata. Ndipo Gideoni akatoa watu 10 miongoni mwa watumishi wake, akafanya kama Bwana alivyomwambia. Lakini ikawa kwa sababu aliwaogopa watu wa nyumba ya baba yake na watu wa mji, hakuweza kuyatenda hayo wakati wa mchana, basi akayatenda usiku. Hata watu wa mji walipoondoka asubuhi na mapema, tazama, madhabahu ya Baali imebomolewa na ile Ashera iliyokuwa karibu nayo imekatwa, na yule ng'ombe wa pili ametolewa sadaka juu ya madhabahu iliyojengwa. Wakaambiana, ni nani aliyetenda jambo hili? Hata walipotafuta habari kuuliza, wakasema, Gideoni mwana wa Yoash ndiye aliyetenda jambo hili. Ndipo watu wa mji wakamwambia Yoash, mlete mwanao afe, kwa sababu ameibomoa madhabahu ya Baali na kwa sababu ameikata ile Ashera iliyokuwa karibu nayo. Tuangalie majibu ya Yoashi ambaye ni baba wa Gideoni hapa. Yoashi akawaambia watu wote waliokuwa wakishindana naye, je, mtamtetea Baali au mtamwokoa ninyi? Yeye atakayemtetea na auawe hivi asubuhi. Kama yeye ni Mungu, na ajitetee nafsi yake, kwa sababu mtu mmoja ameibomoa madhabahu yake. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo tunaangalia wewe ambaye unakuwa umechaguliwa na Bwana moja kwa moja, wewe ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ina maana Mungu anaifanya madhabahu ndani yako. Ina maana hakuna mtu ambaye anaweza akaibomoa madhabahu iliyopo ndani yako, ambao ndio Yesu Kristo. Hivyo basi, wakija watapigwa. Hivyo hapo tunaangalia Gideoni aliweza kuibomoa madhabahu ya Baali ambayo alikuwa akiabudu baba yake. Ina maana hiyo ni ya kizazi na kizazi ilikuwepo, lakini Gideoni peke yake alibomoa kwa sababu alikuwa na uwezo wa Mungu. Hivyo Yoashi baba yake na Gideoni waliposema Gideoni auawe, ina maana naye alijenga imani, akasema ikiwa kama huyu ni Mungu, basi ajitetee mwenyewe, na alishindwa kujitetea. Hivyo Mungu ambaye tunamjua ni Mungu ambaye anaonyesha matokeo pale ambapo tunakuwa limetokea jambo fulani. Hivyo wanaangalia katika ukoo wako, wewe ambaye umekwisha kupewa maelekezo ya kubomoa madhabahu. Madhabahu inakuingilia wewe ambaye una Yesu Kristo. Ina maana wanaona
ndani yako hakuna kitu chochote kilichopo, wanaona tupu, wanaona bado. Ndio maana unakuta wanakuingilia. Ni nani awezaye pigana na Bwana wa majeshi? Hakuna. Hivyo watumishi wa Mungu, inatakiwa tuwe makini tunapokuwa na Yesu Kristo, kwa sababu Mwenyezi Mungu anaposema mbingu ni kiti changu cha enzi na dunia ni mahali pa kuweka miguu yangu, ina maana anaweka ndani yetu sisi, na maana tunatembea kwa kutumia miguu ya Yesu Kristo. Hivyo utakapokanyaga pale, ni Yesu Kristo ndio anapakanyaga. Hivyo basi, pale ambapo tunakuwa tumeshindwa kufata maelekezo, tunaenda katika miguu yetu, ndio maana tunapigwa. Hivyo inatakiwa twende na maelekezo katika mambo yote ambayo anatuelekeza Mungu. Tutafanikiwa na tutaweza mambo yote, kwa kuwa ni yeye yule ambaye atakuwa anatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe tena. Hivyo Mwenyezi Mungu anatutetea sisi watumishi wa Mungu, ni pale ambapo tutakuwa tumezifuata amri zake. Baada ya kusema hayo, sina mengi zaidi ya kusema. Mwenyezi Mungu awalinde wote.